Bora ukose vyote kwenye safari ya mafanikio kuliko kukosa kitu kinachoitwa nidhamu. Sasa ziko nidhamu 10 ambazo unatakiwa kuwa nazo ili uweze kutimiza ndoto zako za kiuchumi na kimafanikio kwa ujumla. Ukikosa hapo, maanake umepoteza kila kitu. Narudia, bora ukose vyote lakini sio kukosa hizi nidhamu 10. Nidhamu ya kwanza ni nidhamu ya kufanya kazi. Kazi yote unaifanya ifanye kwa nguvu zako zote, uifanye kwa nidhamu. Namba 2, nidhamu ya kutumia fedha. Pesa yoyote unayoipata itumie kwa nidhamu ya hali ya juu sana. Jambo la 3, nidhamu ya kuweka akiba. Katika fedha yoyote unayoipata, hakikisha nidhamu ya kutunza fedha inakuwa ni nidhamu isiyokuwa na mbadala. Nidhamu ya 4 ni nidhamu kwenye eneo la mikopo. Hakikisha unakopa pale tu inapohitajika kukopa, na unakopa kwa akili, mipango na kwa ajili ya kutimiza malengo, na sio kutumia fedha ya mikopo kujifurahisha au kujistarehesha au kufanya vitu ambavyo havizalishi fedha. Nidhamu ya 5, nidhamu ya kulipa madeni. Unapokuwa unadaiwa, hakikisha unakuwa na nidhamu ya kulipa madeni ili uweze kujenga uaminifu. Fedha inavutwa na uaminifu. Huna uaminifu, fedha haikai kwako. Ukiwa ni mtu ambaye ni mjanja kona kona, watu watakuona wewe ni Mswahili, watakuona wewe ni tapeli. Unaahidi utalipa, haulipi. Unaahidi utaleta hela kesho, hauleti. Wanaona wewe haufai kwenye mambo serious. Kumbuka, watu ambao sio waaminifu huwa wanawekwa nyuma kwenye safari ya watu ambao wanafanya vitu vya msingi au ambao wako serious na maisha. Kuna fursa utashirikishwa kwa sababu umekosa uaminifu kwenye kulipa madeni. Na nidhamu nyingine ni nidhamu ya kupanda mbegu. Hakikisha unapoweka akiba unakuwa na nidhamu ya kuipeleka hiyo fedha kwenye sehemu inayoweza kuzalisha. Hii ni nidhamu ya kupanda mbegu. Unaweza ukapanda mbegu kwenye biashara, unaweza ukapanda mbegu kwenye uwekezaji, unaweza ukapanda mbegu labda kwenye hisa, unaweza ukapanda mbegu kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, unaweza ukapanda mbegu kwenye mashamba, unaweza ukapanda mbegu eneo lolote. Lakini hakikisha unakuwa na nidhamu. Unapokuwa umepata fedha, kuna vitu viwili. Kuna mkate, alafu kuna mbegu. Kuna tunda, alafu kuna mbegu. Tunda ni kwa ajili ya kula, mbegu kwa ajili ya kupanda. Nidhamu unayohitaji hapa ni ile sehemu utaipanda, unaipeleka kweli kuipanda. Sawa? Nidhamu nyingine ni nidhamu ya kuhakikisha kwamba unajifunza elimu ya fedha. Hapa tunazungumzia kulipia course, kulipia mentorship, lakini pia kununua vitabu, lakini pia kuhakikisha unakuwa ni mtu wa kuhudhuria seminars kwa uaminifu. Kila mwezi uwe na angalau semina 1 au 2 unazohudhuria, za mtandaoni na za ana kwa ana au live. Jitahidi sana hiyo iwe ni nidhamu yako, na iweke kwenye vipaumbele, na uiweke kwenye mipango, uiweke kwenye utaratibu wako. Usiishi kama mtu ambaye ameridhika. Kumbuka, wasiojifunza wanajiona wanajua kila kitu, lakini wanaojifunza huwa wanaona kila siku wana kitu kipya wanachotakiwa kujifunza. Kwa nini? Kwa sababu tunachokijua ni tone, tusichokijua ni bahari. Jenga nidhamu ya kujifunza. Lakini nidhamu nyingine ni nidhamu ya kupanga malengo. Hii ni nidhamu ambayo ni ya muhimu, unapaswa kuwa nayo, uijenge na uing'ang'anie, embrace. Ni nidhamu ya muhimu sana. Itakuwezesha wewe kuwa ni mtu unaishi kwa plan. Unajua ukitoka hapo unaenda wapi. Unajua hii fedha mwaka huu au mwezi huu inahitajika kwa ajili ya kutimiza lengo 1, 2, 3. Ukiishi kwa nidhamu hii ya kupanga malengo, ni rahisi kuweza kuyatimiza. Lakini pia nidhamu nyingine ni nidhamu ya kupanga bajeti. Hii nidhamu itakusaidia uwe ni mtu ambaye ukipanga bajeti unaitii, unaiheshimu, unaifuata. Kwenye kupanga bajeti kuna vitu vitatu. Kuna kupanga bajeti, kuna kuifuata bajeti, alafu kuna kuifuatilia.
Kuifuata bajeti ni ile unaenda kununua vya kununua ukiwa tayari umeshaandika kwamba kwenye bajeti yangu unatakiwa kununua 1 2 3. Baada ya kutoka huko, unatakiwa vile ulivyovinunua umeviandika, unarudi kuvifanyia tathmini, kuangalia nilichokipanga ndicho nilichofanya. Hii ni nidhamu ya muhimu sana, jitahidi kuikumbatia. Na nidhamu ya mwisho ni nidhamu ya kujenga uchumi imara. Nidhamu ya kujenga uchumi imara inahusisha majukumu makubwa matatu: make money, save money, invest money. Make money, manage money, invest money au multiply. Unapata hela, unaisimamia, unaiongeza, unaizidisha. Au mambo matatu ndio yatakuwa kusaidia kujijenga kiuchumi. Kumbuka, ukiwa unaishi kwenye hiyo misingi, una uwezo wa kumiliki kipato ambacho hujawahi kuwa nacho, kwa sababu njia bora ya kuongeza kipato ni vitu viwili: kudefend fedha isipotee, lakini pia kumultiply kile kilichopo, kukiongeza. Ukiishi kwenye hiyo misingi, hizi nidhamu zitakusaidia sana. Je, kwenye hizi nidhamu zote 10, nidhamu gani inakusumbua na unatamani uweze kuiongeza au uiboreshe, ili uweze kutoka hapo ulipo uende hatua nyingine kwenye kujenga uchumi wako kuelekea uhuru wa kifedha? Kumbuka, malengo makubwa ni mawili: kujenga uchumi imara ili kufikia uhuru wa kifedha. Jenga uchumi imara kufikia uhuru wa kifedha. Jenga uchumi imara kufikia uhuru wa kifedha. Na neno vizuri. Unless as always, this is Coach Amos. Asante kunisikiliza, na kama ni mara yako ya kwanza kukutana na video hii, tafadhali kama ni YouTube subscribe, lakini pia kama ni Facebook follow page hii, lakini pia kama ni Instagram follow page hii ya Festo Amos _tz. Facebook ni Festo Amos, Festo S Amos, na TikTok ni Festo Amos _. Jitahidi kuendelea kunifuatilia ili uweze kujifunza masomo zaidi, lakini pia kwa wale ambao nahitaji kujifunza elimu zaidi kwenye vitabu, kuna vitabu hivi hapa. Kuna kitabu hiki cha mikopo na madeni, ni kwa ajili ya kujifunza kutoka kwenye madeni mabaya, kujifunza mbinu za kulipa madeni na kujifunza namna ya kuishi bila madeni kama hakuna ulazima, lakini pia kujifunza namna ya kutumia mikopo kitaalamu kujenga utajiri, lakini pia kujifunza namna ya kuishi chini ya kipato chako ili uweze kuishi maisha yenye uhuru. Lakini kuna hiki kitabu cha Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, ni kitabu kinachokusaidia kujifunza nidhamu ya fedha kwa vitendo, practical ways to build financial discipline, ile nidhamu kabisa kwenye utafutaji, kwenye usimamizi, kwenye utunzaji, kwenye uongezaji, kwenye uwekezaji. Maeneo yote yanahitaji nidhamu. Sasa kuimpress nidhamu, hicho kitabu cha Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha ni muhimu sana. Na kuna hiki hapo cha Nguvu ya Pesa, ni kitabu ambacho kinakufundisha kutunisha misuli yako ya kiuchumi ili usiwe unapoteza fedha tu pasipo kupiga hatua. Hiki kinasisitiza progress, kwamba fedha inayopatikana isipatikane tu alafu ikabaki tu ushahidi kwamba umepata hela, ila ile fedha inayokuja iwe inaweza kukusaidia kupiga hatua, usibaki pale pale. Hicho kitabu, kumbuka, wanakudharau leo watakudharau tena kama watakukuta pale ulipokuwa, na kanuni ni ile ile: hakikisha hawakukuti walipokuacha. Hicho kitabu kitakusaidia sana. Na kuna hicho kitabu cha Misingi 8 ya Mafanikio, ni kitabu kinachoeleza nguzo unaanza kujenga mafanikio ya kudumu na hatima kubwa isiyo na ukomo, yani hatima zile ambazo sustainable destiny, hatima yenye uendelevu unaodumu vizazi na vizazi. Mafanikio ya wengi yanakuwa ni kama ni ya juu. Sasa kujenga misingi hiyo, hicho kitabu kitakusaidia. Na kuna kile cha Kipato Endelevu, kitabu kinachoeleza namna ya kujenga kipato ambacho ni sustainable, kipato endelevu kisicho na ukomo. Kwa sababu most vitabu vyangu naandika katika namna ambayo inahitaji mtu usiishi leo kama utakufa leo, au usiishi leo kama vile unataka upotee mazima. Vitabu vyangu vinataka ukifanya kitu
kiwe kina uwezo wa kuishi hata utakapokuwa wewe haupo. Ndio maana nimeandika kitabu cha Kipato Endelevu. Na kuna kitabu kile cha Uchumi wa Mwanamke, kinazungumzia namna mwanamke anaweza kutimiza ndoto zake za kifedha. Kipo kwa ajili yako. Kwa Uchumi wa Mwanamke ni 10,000, 20,000, Kipato Endelevu ni 20,000, Misingi ya Mafanikio ni 15, Nguvu ya Pesa ni 10,000, Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha ni 15,000, Mikopo na Madeni ni 20,000. Pata hivyo vitabu kwa namba hizo unaziona, nafikiri ili uweze kujifunza zaidi. Lakini pia nashauri vitabu hivi vipeleke nyumbani ili familia waweze kuendelea kujifunza na kusoma, kwa sababu uchumi unajengwa kuanzia nyumbani. Watoto wanatakiwa kuanza kujifunza elimu ya fedha wakiwa bado wanategemea wazazi, ili watakapofika hatua ya kujitegemea wasiwe ni wa kubahatisha, wawe wanajua njia kikamilifu na vizuri kabisa. Asante sana. Kwa wale ambao mnahitaji semina, namba ziko hapo. Inawezekana ni corporate training, inawezekana ni watu wa kanisani, churches, inawezekana ni watu wa na vikundi vya vikoba, vikundi vya wamama, vikundi vya wafanyakazi, au una taasisi na kampuni unataka tufanye mafunzo, au tunafanya pia semina na mafunzo kwenye ngazi ya familia, tunaita family training. Unakusanya familia, tunakaa chini, tunajifunza kwa pamoja kama familia, uchumi, nidhamu ya fedha, mikopo na madeni, tunajifunza kwa ujumla. Kuna wale ambao unakuta kwenye familia kila mtu anapambana kutafuta fedha, lakini kuna wale ambao unakuta wengine hawana nidhamu, kila siku wanakopa tu, kila siku wanakopa kopa, au wanajulikana ni watu ambao hawawezi kuwekeza. Kwa hiyo tunaweza tukaja tukajifunza kuhusu uwekezaji. Lakini pia wanaotaka mentorship, ni mentorship binafsi kwa uchumi, kujenga uchumi binafsi, mentorship, tunaweza tukawasiliana kwa namba hizo ili tuweze kusaidiana. Kumbuka tunalenga kila mtu ajenge uchumi imara kwa ajili ya kufikia uhuru wa kifedha. Asante sana. This is Coach Amos. Learn more and live a great life.